Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuna ishu ambayo imetokea Kenya kuhusu haya masala ya muandamo wa mwezi wa Ramadhani baina ya Kenya Fatwa Council na acting chief kadhi Sheikh Sukiani. Watu wamekuwa wakiuliza jamani kuna nini? Kwa hiyo nimependa kulizungumza hili swala na kulibainisha ili watu wajue haki iko wapi na hali namna ilivyo. Suala la muandamo wa mwezi kumetokea kwamba Sheikh Sukiani acting chief kadhi huyu ametangaza kwamba hakuona mwezi. Wamesema kwamba hakuona mwezi haukuonekana Kenya, kwa hiyo kutakamilishwa 30 ambayo wameangalia mwezi siku ya Jumanne leo na kesho Jumatano itakuwa ni kukamilisha Shaabani 30, Ramadhani mosi itakuwa ni siku ya Alhamisi. Na kwa upande wa Kenya Fatwa Council wakasema ya kwamba kuna makosa ambayo kwamba yamefanyika. Kumetangazwa kwamba watu wameangalia mwezi, lakini tarehe iliyotumika katika kuangalia mwezi ni tarehe 28, haijafika tarehe 29. Kwa hiyo ilikuwa takiwa isubiriwe tarehe 29 ambayo ni siku ya Jumatano watu waangalie mwezi, lakini imetangazwa Jumanne ambayo tarehe 28. Sasa waweza kujiuliza imekuwaje Sheikh Sukiani akatangaza mwezi wakati akatangaza kutoonekana kwa mwezi ikiwa hiyo sio siku ya kuangalia mwezi? Na ilikuwaje kwa upande wa Kenya Fatwa Council wakaweza kuliweka hilo suala wazi? Kwani hapa kuna nini? Kwani hakuna ushirikiano baina ya upande wa kadhi na upande wa Kenya Fatwa Council? Hili ndilo tatizo ambalo kwamba lilikuwa likihofiwa. Tatizo hili lilitokezea. Waislamu Kenya kwa heshima walipendekeza chief kadhi ama kadhi mkuu wa Kenya awe ndio akitangaza mwezi. Kwa heshima tu, kwa sababu katika kazi au majukumu ya chief kadhi au kadhi mkuu wa Kenya, majukumu alionayo, hana jukumu wala katika katiba hana sehemu yote aliyoandikiwa kwamba ana kazi ya kuwatangazia Waislamu mwezi. Hana kazi hiyo. Kutangaza mwezi ni Waislamu kwa heshima tu wamemheshimisha kumpa. Na sababu gani Waislamu wamependa kutangaziwa mwezi na kadhi mkuu? Kwa sababu kadhi anakuwa na mamlaka ama anakuwa na nguvu, anakuwa na uwezo wa kuhakikisha masala ya mwezi, akajua habari za mwezi kwa nchi mbalimbali zilizokuwa karibu na Kenya, na pia viongozi mbalimbali wa kidini wakiwemo mamufti na makadhi wa nchi zingine. Kwa nguvu alionayo, basi habari zake zitakuwa zinakuwa na uhakika na zitakuwa na kwa heshima alionayo pia zitakuwa ni habari ambazo ni za ukweli na za kuaminika. Sasa Waislamu kwa ile nguvu alionayo kadhi ndio wakapendekeza awe yeye ndo akitangaza mwezi kwa heshima tu. Lakini baadaye kuna Kenya Fatwa Council ambayo mwenyekiti wa Kenya Fatwa Council naye ni Said Ahmad Badawi, mwenye baba maarufu. Sasa hii Kenya Fatwa Council ina majukumu mengi. Miongoni mwa majukumu yao pia ni kutangaza mwezi. Na utauliza kwa nini Kenya Fatwa Council na wao pia wawe na jukumu hilo? Kwa sababu kulihofiwa masala kama haya kwamba yawezekana akaja chief kadhi na ule chief kadhi ama kadhi mkuu akaja katika hiyo nafasi na ule kadhi akaleta misimamo yake binafsi akaileta pale kwenye kazi ama katika lile jukumu, akaanza kutaka. Maana Waislamu wameniheshimisha kunipa mimi jukumu la kuwatangazia mwezi, asakini mimi katika masala mwezi nina msimamo wangu binafsi. Akawa yeye haangalii Waislamu na misimamo yao iko vipi, akaleta misimamo yake yeye binafsi. Kwa hiyo miongoni mwa mambo kama hayo Kenya Fatwa Council akasema katika majukumu yao miongoni mwapo itakuwa ni kutangaza mwezi kwa maslahi ya Waislamu wote, sio kwa maslahi yao binafsi. Watakuwa wakihakikisha kwamba huu mwezi uko kwa namna gani, wakipita katika njia zote na sheria mpaka hakikishe hakika ya mwezi kama ule utangazwe rasmi. Sasa Kenya Fatwa Council walivobeba hilo jukumu, wana majukumu yao, lakini hilo ni moja katika majukumu walionayo. Wao hawakuwa na ajenda ya kwenda kumzuia kadhi au chief kadhi au kadhi mkuu kwamba kadhi asiwe tena na mamlaka ya kutangaza mwezi. Hapana. Maadamu kadhi ana nafasi, ana nguvu, ana power, ana satwa, wana sasa hapa la kufanya, kwa nini tusiwe na ushirikiano baina ya Kenya Fatwa Council
na mahakama ya kadhi, kuwe na ushirikiano. Tukiwa na ushirikiano, basi ili suala litakuwa na nguvu zaidi. Sio suala hilo katika masala yote, yani majukumu yote walionayo Kenya Fatwa Council na hata Chief Kadhi, kwa na ushirikiano baina ya haya majopo mawili, basi mambo mingi ya kidini yataimarika. Miongoni mwapo ni masala ya mwezi. Kwa hiyo ikawa ndio ajenda. Kwa hiyo hakukuwa na fikra ya kwenda kumzuia Chief Kadhi masala hayo. Sasa tatizo likaja likatokezea. Mara ya kwanza litokezea tatizo mwaka jana, wakati wa kadhi alikuwa ni Abdul Halim, Allah yarhamhu. Sheikh Abdul Halim alikuwa endo kadhi mkuu. Ikatokezea masala kidogo katika mambo ya Eidul Adha na mambo ya Eid, mambo yalivyotokezea. Nafikiri haina haja tuyazungumze hayo, yanajulikana. Kwa hiyo ikapatikana utofauti kidogo baina ya kadhi na Kenya Fatwa Council. Kwa hiyo kadhi alipokuja, mwenye Abdul Halim alipokuja, alipopata nafasi, alitangaza msimamo wake rasmi. Na hiyo ndio makosa ambayo tulikuwa tukizungumza kila siku, kwamba kadhi anapokuja huweka misimamo yake katika masala ya umma. Hilo ndilo tatizo. Na hili jukumu kadhi amepewa na serikali, jukumu la ukadhi alopewa na serikali, jukumu hili ndani yake hana jukumu la kutangazia Waislamu mwezi. Ni heshima tu ya Waislamu. Lakini ikiwa yeye amepewa heshima na Waislamu, ni lazima achunge maslahi ya Waislamu, achunge madhehebu yao, achunge misimamo yao, afuate vile. Maana ni jambo la umma, huwezi kuweka misimamo yako. Sasa kadhi anakuja anasema, mimi nasimama hapa, msimamo wangu ni huu. Na wamepita makadhi wa aina hiyo, which is problem. Ndio maana Kenya Fatwa Council wakajitokeza katika majukumu yao, miongoni mwapo ni kuliweka sawa ili swala la mwezi. Asije kadhi na misimamo yake akaanza kuvuruga mambo. Sisi tutasimama kwa ajili ya maslahi ya dini na maslahi ya Waislamu. Sasa tatizo likaja hapa katika hii. Sasa tuje kwenye issue ya Sukiani. Issue ya Sukiani yeye amekuja na misimamo yake. Na yeye pia akasema, sisi ikifika wakati wa Eidul Adha tutafuata moja kwa moja Saudia. Lakini Ramadhani tutaangalia mwezi hapa kwetu. Which is okay. Hata Sheikh Abdul Halim alikuwa na msimamo huo. Lakini tatizo la Sukiani alilokuja nalo ndio likaleta balaa kwa Kenya Fatwa Council. Sukiani amekwenda kuchukua kalenda ya Saudi Arabia. Kalenda ya Saudi Arabia, ambayo kalenda ya Saudi Arabia iko mbele kwa siku moja. Manake kalenda ya Saudi Arabia ikiwa leo ni tarehe 5, Kenya inakuwa tarehe 4. Ikiwa leo ni tarehe 6, unless paka itokezee kwamba rehema za Mwenyezi Mungu tumeshikana, lakini mara nyingi wanakuwa wao wako mbele Saudia. Hasa yeye akachukua kalenda ya Saudia, akaitumia kalenda hiyo kuja kuangalia nayo mwezi Kenya. Hiyo ndio problem aliyoifanya. Ambapo kalenda ya Saudi Arabia inasema tarehe 29 ya kuangalia mwezi ni siku ya Jumanne leo. Tarehe ya Kenya inasema mwezi unaangaliwa tarehe 29 itakuwa ni Jumatano, kesho. Sukiani akaangalia mwezi leo kwa tarehe ya Kisaudi, anaangalia mwezi Kenya. Yani hii imekuwa wasi hata kushinda ya Sheikh Abdul Halim. Hii ni wasi. Sheikh Sukiani, you can't use the Saudi calendar for moon sighting in Kenya. I repeat, kwa capital letters tena. Sheikh Sukiani, you can't use the Saudi calendar for moon sighting in Kenya. Hii ni kitu ambacho kwamba ghairu maaqul. Utatumia vipi kalenda ya Saudi Arabia kuangalia mwezi Kenya? Sasa hii ndio tatizo lilofanya. Hasa Kenya Fatwa Council wakaja wakasema, sisi Waislamu kwa nini tunafikia paka daraja hii? Kuanzia lini watu wakaangalia mwezi tarehe 28? Kuanzia lini? Mwezi unaangalia tarehe 29. Lakini Sukiani yeye haitakidi kama tarehe 28. Yeye Sukiani anaitakidi tarehe 29. Sasa ikawa pia Kenya Fatwa Council wamejitahidi, mashallah. Said Ahmad Badawi, mashallah, Mwenyezi Mungu ampe umri wa kheri na
ampate shifa katika hali anayopitia, lakini amejitahidi sana kujitokeza katika hii issue. Ila sasa mwiba na tatizo lilioko si kwamba Sukiani ametangaza tarehe 28. Sukiani ametumia kalenda Saudia, na hilo ndilo tatizo ambalo kwamba amelipika. Yeye msimamo wake ni wa Saudia moja kwa moja. Kuanzia mwanzo yeye msimamo wake ni wa Saudia. Lakini mahala alipojichanganya ni kuchukua kalenda Saudia kuja kuangalia nayo mwezi Kenya. Sasa hapo mashallah Mwenyezi Mungu akaleta nusura zake, akatangaza Sheikh Sukiana akasema mwezi haukuonekana. Utaonekanaje mwezi na leo tarehe 28 Kenya? Utauona vipi? Asema mwezi wa Ramadhani tutaangalia Kenya. Sasa Sheikh Sukiana ataona vipi mwezi Kenya wakati mwezi ilikuwa tarehe 28? Utauona vipi mwezi wa tarehe 28? Ilikuwa haiwezekani kuona mwezi. Ilikuwa subiri mwezi wa Kenya. Sasa Kenya Fatwa Council walivyojitokeza wakasema ametangaza mwezi tarehe 28. Lakini hapo ilikuwa sio pointi. Pointi ilikuwa ametangaza mwezi kwa kutumia kalenda ya Saudia. Leo ni tarehe 28 Kenya, Saudia ni 29. Ametangaza mwezi kwa kutumia kalenda ya Saudia. Huwezi kutangaza alafu kama mtu ameshafika kwenye daraja na level kama hiyo na hadhi hiyo ya acting chief kadhi, unawakilisha umma, unawakilisha jopo kubwa, kisha utumie kalenda ya sehemu nyingine kwa nchi nyingine, hiyo ni makosa. Huwezi kufanya vitu kama hivyo. Alafu na la mwisho, Kenya Fatwa Council hii ni taasisi kubwa sana ambayo ina ushirikiano. Hata yeye Sheikh Sukiana alisema nyuma kama siku 2-3 au wiki, alipata kusema kwamba katika speech yake alizungumza akasema kwamba yeye atafuata mwenendo ule ule wa Sheikh Abdul Halim, Allah rahamu. Sasa Sheikh Abdul Halim alikuwa na ushirikiano na Kenya Fatwa Council, na ndio maana haikutokezea matatizo kama haya. Na ikifika wakati Eidul Adha, yeye anaika msimamo wake, unakuwa msimamo wake Sheikh Abdul Halim hauna nguvu. Umefahamu Kwa sababu anajua hapa mimi nikiweka msimamo wangu kwa nguvu nitakuwa napingana na Kenya Fatwa Council na filiali, mimi na wao tuna ushirikiano. Kwa hiyo akawa yeye msimamo wake katika masala ya Eidul Adha hauna nguvu. Lakini Sheikh Sukiani yeye akasema anafuata mwenendo huo, ila mimi mpaka sasa nashangaa sijaona ushirikiano baina Sheikh Sukiani na Kenya Fatwa Council. Huwezi kwa wewe uko kwenye daraja ya acting chief kadhi au wewe uko katika daraja ya kadhi kisha uwe huna ushirikiano na Kenya Fatwa Council, kwa sababu Kenya Fatwa Council hii inawakilisha umma wa Waislamu. Wewe unawakilisha yale majukumu uliopewa na serikali. Kama kadhi mkuu wa Kenya anawakilisha majukumu aliopewa na serikali. Kenya Fatwa Council inawakilisha umma wa Waislamu. Kwa hiyo ilikuwa ni very easy kuenda kufaili mara moja na kuzuiwa, ikawa kuanzia sasa imeidhinishwa na serikali, hakuna ruhusa chief kadhi wa Kenya kutoa kilima chochote katika masala ya mwezi. Kwa sababu chief kadhi anakuja na misimamo yake, haangalii tarehe za Kenya, haangalii umma misimamo yao na mambo yao, inakuwa ni problem. Lakini kwa heshima still bado Kenya Fatwa Council tusifanye chochote, tusifanye baya. Kwa heshima tushirikiane na hii idara ya kadhi, kwa sababu idara ya kadhi nao ina power, na sisi ni jopo la wanawazuoni la mashekhe. Kwa hiyo power tulionayo na nguvu tulionayo tukishirikiana itakuwa bora zaidi. Haina haja tuwazuie chief aitwaje upande wa mamlaka ya kadhi lolote lile, hasa ikiwemo masala ya mwezi. That's why wakaelekeza masala ya ushirikiano. Kwa hiyo ni lazima chief kadhi anayekuja au acting chief kadhi awe na ushirikiano na Kenya Fatwa Council. Kwa hiyo hilo mimi ningependa kulisema wazi wazi kwa Sheikh Sukiani kwa heshima na taadhima. Sheikh Sukiani kwa heshima na taadhima, kuwa na ushirikiano na Kenya Fatwa Council, kuwa na ushirikiano, cooperate
na Kenya Fatwa Council. Misimamo yako baki nayo, utawaeleza kama alivyofanya Sheikh Abdul Halim. Abdul Halim pia yeye alisema hivyo hivyo. Alisema mimi kitu fulani msimamo wangu ni huu. Mwezi wa Dhulhijja msimamo wangu ni Saudia. Moja kwa moja nitafuata Saudia na nitatangaza Eid kwa mujibu wa Saudia. Huo ndio msimamo wangu katika lakini alikuwa na ushirikiano na msimamo wake akauidhinisha. Na wewe basi kama fuata mwenendo huo, fanya hivyo hivyo, the same thing. Usiende zaidi ya hapo. Itakuwa bora zaidi. Ushirikiano wako wanawazuoni, wako mashehe, utaenda kushirikiana nao pale, na akiwemo shekhe mkubwa mufti wetu wa Kenya Said Ahmad Badawi mwenye baba, utakwenda manake utakacho utakipata. Ukitaka nasaha, ukitaka muongozo, ukitaka hivi, ukitaka hivi, utapata kutoka kwake. Kisha wewe weka msimamo wako unavyotaka, lakini utakuwa umeweka ile ushirikiano. Usifanye mambo kisha ikaonekana kama hakuna ushirikiano, sasa imeanza kama migongano. Ikaleta tafriki hapa, baadaye ikaleta balaa kubwa. Allah tuongoze. Min alladhina istamina alqawla fattabi'una ahsana. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.